usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa ajili ya majira haya uliyotupa. Watoto wako wametuita na kutukusanya katika nyumba yako hii. Tunataka tena kutukumbusha wajibu tulio nao katikati ya nyumba zetu na katikati ya ndoa zetu. Bwana, tunakusihi, sema nasi, tuelekeze, tufundishe, ili tuyashike haya kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Neno ambalo nimelichagua ni kutoka katika Waefeso mlango wa 5 mstari wa 22 hata ule wa 25. Nami nawatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye Mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, hivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Amen. Katika somo hili nimeligawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunapata ujumbe na nimeliwekea kichwa kinachosema kila mtu na asimame katika wajibu wake. Mtume Paulo anaanza kwa kutusihi, kwa kumsihi mwanamke kwamba enyi wanawake au enyi wake watiini waume zenu. Kwa nini tumeambiwa wewe dada umtii huyu mume? Huyo ndio wajibu, na utakapomtii utaona baraka za Mungu. Kwa sababu kwa nini unaambiwa mtii? Unaambiwa yeye ni kichwa cha mkeo. Matokeo ya kutokutii, kumtii mume, unatengeneza fujo ndani ya nyumba, na hapo kuumizana kunatokea. Na hapa sababu hizi, badala ya nyumba kuwa ni nyumba ya baraka ya amani, inakuwa sio nyumba ya baraka, inasababishia fujo na maumivu. Lakini leo katikati ya maisha yetu na katikati ya moyo wako, usiruhusu kiburi, kukosa utii isiwepo. Na haya yote kama utaepukana naye ndani ya nyumba yako, unatengeneza unyumba wenye baraka. Mume, wajibu wako, kazi yako tu kupenda, ni kupenda. Sasa kuna mnyama limoja, nadhani mimi nalifahamu, yaani wakati yanatembea mawili, dume na jike, mke wake akijiegemeza kwenye gogo namna hii, jamani kijoko kazi yake ni kuchimba lile gogo, mama anashtuka nini? Yaani maana yake anamwambia ondoka. Likitangulia jike limetangulia mbele, dume linakuja nyuma. Nikatamani yale maisha baba na mama wangekuwa kama hilo ni mnyama, ugomvi usikotokea. Simuona nyumba nyingi baba anatangulia, mama anatangulia mbele na mzee anakuja nyuma. Maana yake anakuangalia jinsi unavyotembea, kama unachecheka na kuuliza mama vipi kuliko. Lakini nataka kusema nini? Ukitengeneza mazingira ya kumpenda, amani itatawala. Sasa wewe kama utamtii, na huyu ndugu yangu kama utampenda, Ase labda fiti inatengenezwa kutoka sehemu nyingine, lakini wapendanao ndio wanaotembea pamoja. Wapende tu.
wewe dada mtitu, mabomu ndio hayo yamenengenezwa, haijafatuka kwa wakati. Yakobo yametegwa, msipokamatana, maana Biblia inasema wataambatana na watakuwa mwili mmoja. Hao watakapotembea namna hiyo, wameshikamana kama super glue. Yani hii mbao umeunganishwa na hiyo. Wakitembea namna hiyo, hawatakuwa na shida. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Hawa watu watatoka humo wakitikisa. Tuwache waende wakafanya wapende wapasayo. Usije mkatumia ufundi. Sasa lakini mwanamke anatandikwa vizuri. Waache waende hivyo. Kifo kitakapo tutenganisha. Na usije ukasema kule kwa sababu nimeacha madume na mang'ombe na makondoo na ngeri na ingine. Kwenda huko katafuta. Usiwaambie nendeni yakikusiza urudini ndoa ya watu. Yaacheni msichokole nyumba ya watu. Wache wakae. Amen. Najua kuna ile magari ya mikonge yani ya katani wale size yani kuvuna ile katani. Kimi ni ya driver tu. Simesha onaga huku hamna kimi ya driver anapoingia pale na usukani anacheza nao. Maana akiingia mtu wa pili kule ni noma. Sasa leo nataka niseme hivi. Katika nyumba ya ndugu zetu haya, ninyi wote mliofika hapa, wajibu wenu ni kuombea. Jamani, tuende adabu na hizi ndoa. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe mpaka kifo kitakapotutenganisha. Naomba tutafakari mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, katika ndoa tunajifunza pembe tatu. Yesu Kristo, mume na mke. Hao wakishikamanishwa na Yesu, ndoa hiyo inakuwa ni paradiso ndogo. Na katika ndoa hii, mkitaka muone furaha ndoa, lazima uwe na mafiga matatu. Pole, asante, samahani. Hata ukiuona kuleta kinyama chako kilo moja robo, mama ipokee, mwambie pole. Hata kubeba lilo ni nyama tu, ni jitihada, mwambie pole. Ndio mwanaume ni kula. Mwanaume ni kula. Usimwache aende hotelini. Hotelini wako magolikipa wamekaa kule wakingojea mpira utanawa ili nao wakudaki. Mwangalie. Ukimwangalia sawa na mkada kama hauchezi umekamata, utagoro mkalia. Sio kama mkalia, yani manake mapenzi yamezidi yameboreshwa. Tunajua katika nyumba lazima tutapita katika mikiki, lakini wenye Yesu hawaogopi. Maana tunaye jemedari ambaye ni Yesu. Mwamini, mtegemee. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tembea na Yesu, mtatoka. Petro akiwa katika ile chombo, aliposhuka alitamani sana kutembea baharini. Na alipotembea baharini alimwacha Yesu. Ghafla akaanza kuzama, akamwita Yesu. Kumbe kutembea na Yesu na kuwa na Yesu kuna faida zaidi. Atakemea dhoruba, atakemea hali iliyojitokeza na yapata kuwa shwari. Mwamini, mtegemee. Yesu hata sasa yupo. Katika Zaburi ya 125 anasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele na milele. Mwite, hata sasa yupo tayari kukusikia na yeye atawaelekeza. Amani ya Mungu ipitayo akili na nia zetu ituhifadhi mioyo yetu tangu sasa na hata milele. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya majukumu uliyotukumbusha kuyafanya katikati ya nyumba hii. Nasi Mungu tumekuwa mashuhuda wema, na kazi yetu sisi kama mashuhuda umetupa wajibu wa kuiombea nyumba hii ipate amani na idumu katika amani ya kukuamini wewe. Washike, waelekeze, wafundishe ili katika maisha yao
waone faraja yako, maana ukiwa upande wetu hakuna litakalo tushinda. Yesu Kristo, tembea pamoja nasi tangu sasa na hata milele. Amen.